Mwigizaji mkongwe wa Bongo Movie Hashim Kambi amefariki dunia leo Aprili 27 mwaka 2026 katika hospitali ya Miko iliyopo Sinza jijini Dar es Salaam. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa na Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania TAF, Rajabu Amir, ambaye amesema leo msanii huyo amefariki kwa ugonjwa wa presha. Kwa mujibu wa Rajabu Amir, Kambi alianza kujisikia vibaya ghafla akiwa katika eneo lake la kazi za kisanii kabla ya kuwaishwa hospitali kwa matibabu. Hata hivyo, jitihada za madaktari hazikuweza kuokoa maisha yake na ndipo mauti ulipomkuta. Rajabu alieleza taarifa hizo alizipokea kutoka kwa msanii mwenzake anayefahamika kwa jina la Mzee Chilo, ambaye alimjulisha kwa njia ya simu kuhusu tukio hilo la kushtua. Kifo cha Hashim Kambi ni pigo kubwa kwa tasnia ya Bongo Movie na amekuwa mmoja wa wasanii waliowahi kutoa mchango mkubwa katika kukuza na kuendeleza filamu za Kiswahili nchini. Umaarufu wake ulitokana na uigizaji wake wa kipekee uliowavutia mashabiki wengi kwa muda mrefu. Mpaka sasa taarifa zaidi kuhusu taratibu za mazishi na ratiba kamili ya msiba bado hazijatolewa rasmi, huku wadau wa sanaa na mashabiki wakiendelea kutuma salamu za pole na rambirambi kwa familia, ndugu na jamaa wa marehemu. Wasanii mbalimbali wameonekana kuguswa na msiba huo wa mkongwe wa filamu za Kiswahili aliyepata umahiri katika kiwanda cha filamu Tanzania. Kambi alizaliwa Oktoba 21 mwaka 1961, muda mfupi kabla ya uhuru, huko mkoani Morogoro, na alianza uigizaji mwaka 1999 baada ya kuchaguliwa na msanii mwenzake Singo Mtambalike almaarufu kama Richie kushiriki katika igizo lililofahamika kama Uhondo wa Ngoma, lililokuwa likirushwa katika kituo cha television cha TVT ambapo kwa sasa ni TBC. Huu ndio ulikuwa mwanzo wake katika tasnia ya maigizo. Mpaka kufikia umauti wake, amefanikiwa kuigiza filamu na tamthilia zilizompatia umaarufu na kung'ara katika soko la filamu, ikiwemo Simu ya Kifo, Hukumu ya Tunu, Day After Death, Kipusa, The Lost Twins, Kipuri, Honeymoon, Surprise, Romance, Babusea, Nguvu ya Mapenzi, Silent Killer, Huba na nyingine nyingi ambazo amekuwa akishirikishwa sana katika uhusika wa baba mjengo. Hata hivyo, katika ukuaji wake, Kambi aliwahi kuwa mchezaji mpira mpaka kufikia kucheza katika klabu ya Young Africa mwaka 1978 hadi mwaka 1984. Kambi atakumbukwa kwa mchango wake na umahiri wake katika tasnia ya filamu Tanzania. Aisha Charles, Tifu TV.